Tusalie huko bonde la Ufa ambapo mamia ya wanafunzi katika eneo la Loruk, Baringo Kaskazini wanaishi kwenye hatari baada ya ziwa Baringo kuvunja kingo zake. Zaidi ya wanafunzi 250 kutoka shule ya Loruk walilazimika kuhatarisha maisha yao kila wanapoelekea shuleni baada ya barabara ya kuingia shule hiyo kukatika. Hatua hii ikilazimu wazazi kutoa shilingi 20 kwa kila mwanafunzi kulipia boti la kuwasafirisha wanafunzi hao. Crispin Otieno ana mengi zaidi. Alhamisi asubuhi, na haya ndiyo masaibu wanafunzi wa shule hii ya msingi ya Loruk Comprehensive maeneo ya Baringo North wanapitia kwa siku za hivi karibuni. Kwa kawaida shule hii huwa na njia nzuri tu kutumiwa na wanafunzi, wazazi na walimu, ila hali ni tofauti kwa sasa. Hali hii ikitokana na kuongezeka maradufu kwa viwango vya maji katika ziwa Baringo. Mpaka sasa vyoo vya shule hii vimezama tayari na barabara ya kuingia shule haipo tena. Maji imemesa hadi shule, imemesa darasa mzima. Ilianza na izidi uko mbele uko ndani katikati ya maji. Tukafikiria itasonga. Imemesa choo sasa. Imemesa choo ya walimu, imemesa choo ya vijana na domu yake yote. Sasa imemesa hii shule darasa ilijengwa hivi karibuni. Kila asubuhi boti hii ndiyo inatumiwa na wazazi, walimu na hata wanafunzi kuwasafirisha hadi shuleni. Barabara kadhaa za kufika hapa na vijijini zilizopakana na ziwa hii zote zimejaa maji. Watu wamehama kutoka karibu village 3, kutoka village ya Jesiran, village ya Loruk na ya Bleljon. Jioni nikirudisha watoto ni risk sasa, upepo inachapa mbele ukuta. Sasa wakati inachapa mbele ukuta inanibidi niende pole pole, ikifanya hivi wakielea majini. Kila mmoja hapa ni roho mkononi. Hofu ya kupishana na mamba na wanyama wengine hatari pia inawatia kiwewe. Kwa wale wote wanahusika na watoto, tunaomba mkimbie mtusaidie aswa kuhamisha hii shule, tutafute suluhisho ya kudumu. Hali hii ikichangia watoto wengi kuchelewa kuingia darasani kwa wakati, kwani kila safari ya boti inabeba idadi ya wanafunzi 7 tu kabla kurudi kuchukua wengine. Alafu sasa mtoto anakuja nyumbani na liba 20, alafu lunch hours wanalipa 20 kwa sababu chakula haiko shule. Alafu tena kurudi kutoka lunch analipa 20. Kwa sasa wito wao ni kwa serikali kuwatafutia suluhu ya kudumu. Aidha, wote wanaonufaika na taasisi hii ya mafunzo kwa sasa wanakodolea macho magonjwa yanayotokana na maji machafu. Crispin Otieno, Runinga.